Wapenzi watazamaji na wasikilizaji wa kipindi katika chaneli hii ya Sauti ya Ufunuo, napenda kuwakaribisha tena siku ya leo katika somo zuri. Tunajifunza habari ya zama za giza katika kanisa. Ninapenda kuwakumbusha ya kuwa katika kipindi kilichopita, somo lililopita, tulikuwa tukijifunza katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2 fungu la 12 mpaka la 17 kwa habari ya kanisa la Pergamo, ambalo liliwakilisha kipindi kilichoanza kati ya mwaka 323 pale ambapo mfalme Konstantino wa Rumi alipoongoka kuwa Mkristo na mpaka mwaka wa 538. Miongoni mwa mambo tuliyoyaona hapo katika kipindi cha kanisa la Pergamo, Mungu analiambia kanisa la Pergamo kwamba wako watu wanaoshika mafundisho ya Balaam, yule aliyetia ukwazo kwa watu wa Mungu wana wa Israeli ili waabudu sanamu na kufanya ibada ya uzinzi. Na tuliona tukamfanua kwamba watu hawa waliwekewa kama ishara ikiwakilisha viongozi wa kanisa wa kipindi hicho, ambao kwa kutafuta upendeleo kutoka kwa dola ya Kirumi waliamua kuharibu na kubadilisha mafundisho. Tuliona jinsi ambavyo baraza la Laodikia la kipindi hicho lilivyotumika katika kubadilisha, kuondoa amri ya pili katika amri 10 za Biblia, amri ya ibada inayozuia ibada ya sanamu, na kwenda kuigawanya amri ya 10 kwa amri 2 kutimiza amri 10. Tuliona ambavyo mabaraza ya kanisa la kipindi hicho mwaka 521 baada ya Kristo, baraza la Laodikia jinsi lilivyohamisha utukufu wa siku ya ibada kutoka Jumamosi kwenda Jumapili, na hivyo kuikanyaga sabato takatifu ya amri ya 4. Mambo ambayo tuliona hayana msingi wote kibiblia, na mambo ambayo tuliona ya kuwa yalitabiriwa katika kitabu cha Danieli sura ya 7 fungu la 25 kwamba mamlaka inayotoka katika mamlaka ya Kirumi ingeazimu kubadili majira na sheria ya Mungu. Lakini pia tuliona katika nyakati hizo ndizo nyakati ambazo mamlaka ya upapa iliinuka katika ulimwengu, mamlaka ambayo haina msingi katika Biblia. Maana Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 23, maandiko yanasema fungu la 9, wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja, naye ndiye yeye aliye mbinguni. Lakini watu hawa, wale viongozi awali waliitwa kama kaka wakubwa, lakini baadaye wakajiita kama mababa, wakikariri kwamba wana uwezo wa kusamehe dhambi, wana uwezo wa kuwaombea wafu, kuwatoa kutoka mahali fulani pa mateso kwenda mahali pengine, mambo ambayo hayana msingi wa kimaandiko. Tunaona mabadiliko makubwa yalitokea katika kanisa, kama ambavyo Danieli 7 fungu la 25 inasema ingedhoofisha nguvu za watakatifu na hivyo kufanya waaminifu kukosa nuru. Taratibu giza na kinuru liliingia katika kanisa. Mafundisho mbalimbali kama moto wa milele yaliokuwa yakawafundisha watu kwamba mtu akifa kuna moto wa milele sehemu fulani jehanamu, kwamba roho ya mtu ikifa haifi kweli kweli, bali inaenda mbinguni au inaenda jehanamu, kinyume na mafundisho ya Biblia. Maana Biblia inasema wafu hawajui neno lolote, wako kaburini, na Biblia inatufundisha kwamba siku moja Bwana wetu Yesu atakuja pamoja na sauti ya malaika mkuu, na wafu waliomo makaburini wataisikia sauti yake. Lakini wakati huo fundisho liliingia kwamba wafu, mtu akifa aidha anakwenda mbinguni au anakwenda motoni, na walifundisha hivyo ili wapate kula fedha za watu. Hivyo waliwataka watu waliokuwa na wafu wao ambao ni ndugu zao waje na kuipa sadaka kwa ajili ya kuwaombea wafu ambao kwa namna moja au nyingine maisha yao yalikuwa kidogo yana dosari, waweze kutoka katika mateso fulani, wapelekwe mbinguni, mambo ambayo si mafundisho ya Biblia. Na kama matokeo ya mafundisho haya potovu yaliyofanyika, aliinuka mtu ambaye Biblia inamtaja katika kitabu cha Wathesalonike wa pili 2 fungu la kwanza na 11 kama msiri ya kuasi, mtu wa kuasi ajiinuaye juu ya kila kiitwacho Mungu na kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha kuwa ni Mungu. Huyu si mwingine bali ni mamlaka ya upapa iliyoketi katika sehemu ya hekalu la Mungu, ikijionyesha kuwa ni Mungu, ikidai kuwa na uwezo wa kusamehe dhambi, ikidai kuwa mwakilishi wa Mungu hapa duniani, ikidai kutokukosea, ikianzisha sikukuu na kuzisimika ambazo Mungu hakuwahi kuzitamka katika neno lake takatifu, ikiazimisha siku ya Jumapili badala ya Sabato kwa kubadilisha siku takatifu ya Bwana ambayo tumejifunza katika somo lililopita kwamba mabadiliko alikuwa na mamlaka yoyote katika Biblia. Na hivyo basi katika siku ya leo tunaendelea kusonga mbele baada ya mamlaka hii. Kumbuka katika somo la nyuma yake tuliangalia kwamba wakati wa kipindi cha kanisa la Smyrna pale kulikuwa na mateso makali, na mateso haya yaliendeshwa na dola ya Kirumi yenyewe, Rumi ya kipagani, ambayo katika Danieli inaonyesha kuwa ilitawala kati ya mwaka wa 168 kabla ya Kristo mpaka mwaka wa 476 baada ya Kristo. Rumi ya kipagani iliendesha mateso kwa kuwa wale wa Kristo walikuwa wakikataa kuabudu miungu ya kipagani. Lakini sasa mfalme wa Rumi Konstantino mwaka wa 323 alipoongoka kuwa miongoni mwa timu ya Wakristo, mfalme wa Rumi wale wa Kristo waliokuwepo katika kanisa walipoingiza matamaduni za kipagani kutoka kwenye Rumi kuziingiza kwa sehemu ya tamaduni za Kikristo, upinzani ulianza kutoka ndani ya kanisa. Mateso yakaanza kutoka ndani ya kanisa. Watu waliokuwa viongozi wa kanisa wanaotaka upendeleo kutoka kwa viongozi wa serikali waliwatesa wale watawa waaminifu, watu ambao walikuwa waaminifu kwa sheria ya Mungu, watu ambao hawakukubali kuuzwa katika mafundisho ya uongo, bali walisimama katika Biblia. Nini kilitokea kuanzia mwaka wa 538? Biblia inasema katika kitabu cha Danieli 7 fungu la 25 kwamba utawala huu wa upapa ungeendelea kutawala
katika nyakati hizo Danieli 7:25 anasema, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye atazidi kubadili majira na sheria, nao watatiwa miongoni mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Kipindi cha wakati kimaanisha mwaka, nyakati 2 miaka 2.5, wakati ni nusu mwaka, sawa sawa na miaka 3.5. Kila mwaka wa Biblia wenye siku 360 unafanya jumla ya siku 1260, ambapo kwa mujibu wa kitabu cha Ezekiel 4:6 siku moja ya unabii inawakilisha mwaka mmoja. Ni sawa na miaka kamilifu 1260 iliyoanza mwaka wa 558 mpaka mwaka wa 1798. Hizi ndizo zinazoitwa zama za giza katika historia ya Ukristo. Katika zama hizi Mungu anatoa unabii kupitia Bwana wetu Yesu Kristo katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2 fungu la 18 hadi fungu la 20. Sasa na kwa malaika wa kanisa lililoko Thiatira andika, haya ndiyo anenayo mwana wa Mungu. Kwanza Yesu anajitambulisha katika zama hizi kama yeye ni mwana wa Mungu, yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto na miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa sana. Wakati mafundisho yamechafuliwa, wakati kutambua kweli kunakuwa ni ngumu sana katikati ya watu wa Mungu, Yesu anajitambulisha kama mwana wa Mungu, yeye aliye hai, mwenye macho kama mwali wa moto, anayeweza kuona kilicho chema hata katikati ya uchafu wa dunia hii. Anasema anayajua matendo yako, akiwaeleza waaminifu wa Kristo, waaminifu walioko katika zama hizo. Kumbuka, hata kama viongozi hawa walikuwa wameasi maagizo ya Mungu na kujichukulia kiti cha enzi cha Mungu, kama Mtume Paulo katika Wathesalonike wa 2 fungu la 1 hadi la 10 anaposema, siri ya kuasi na keti juu ya kila kiitwacho Mungu na kuabudiwa. Bado Mungu alikuwa na waaminifu wake katika zama hizi. Anawaambia, nayajua matendo yako na ujua upendo wako na imani na huduma na subira yako, tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Kwa muda wa takribani miaka 1260 Wakristo wa kweli waliteseka dhidi ya mamlaka ya Ukristo ulioasi. Wakati hawa maaskofu walipotafuta upendeleo kutoka kwa dola ya Kirumi, walipopewa utawala, wakati tunasoma katika historia kwamba Konstantino alihamisha makazi yake kutoka Roma kwenda Konstantinople, na hivyo mfalme Justinian wa Mashariki akamkaimisha kwa mamlaka papa aliyekuwa anatawala Roma, na hivyo akampatia mji wa Vatican na kumpa mamlaka ya kutawala makanisa ya magharibi na mashariki. Na hivyo mapapa hawa wakajipatia mamlaka kinyume na mapenzi ya Mungu, wakatumia dola, serikali, nguvu za serikali kushinikiza mafundisho ya uongo ambayo hayakuwa kwenye msingi wa mapenzi ya Mungu. Wakajikusanyia pesa nyingi kutoka kwa Wakristo wale waliokuwa katika kipindi hicho. Lakini maandiko yanasema walikuwepo Wakristo waaminifu, walikuwepo Wadesia kutoka milima ya Almond, walikuwepo na watu wengine waaminifu walioendelea kushika sabato ya Mungu takatifu, walioendelea kukataa ibada ya sanamu. Hawa watu walidumu kwa miaka kadhaa, lakini miaka kama tunavyojua, miaka 1260 ni mingi sana. Waliteswa, zaidi ya Wakristo milioni 50 waliuawa katika kipindi hiki, na hatimaye kanisa lilionekana kama liko katika zama za giza kabisa. Maandiko yanatuambia ya kuwa hata wale Wadesia wakaonekana katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12, anasema ni kana kwamba waliingia katika andaki na kanisa likaonekana kana kwamba limekufa likiwa katika hali ya giza. Ingawa ukisoma kwa habari ya inayofuata kwa kanisa la Sardi, unaambiwa kwamba ingawa lilikuwa linaonekana kama ni Kristo, kanisa la Kristo, lakini tutambue ya kuwa Wakristo, kusoma katika kitabu cha Matendo, kutokana na kile walichokiamini ndio maana waliitwa Wakristo kwanza kule Antiokia. Kwa hiyo hatuitwi Wakristo kwa sababu tu tuna jina, kanisa letu ni kanisa la Kristo. Hapana, tunaitwa Wakristo kutokana na kufuata nyayo za Kristo, kutokana na kufuata mafundisho ya Kristo. Ikiwa waliacha mafundisho ya Kristo, Kristo asema, mimi nilishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake, nani mkishika amri zangu mtakaa katika pendo langu. Ikiwa tumeacha kuzishika amri za Mungu, hatuwezi tena kuitwa Wakristo, kwa kuwa hawa walikanyaga sabato takatifu ya Bwana, kwa kuwa hawa walikanyaga amri inayokataa kuabudu sanamu, wakaendelea kuziabudu sanamu, kwa kuwa hawa walifundisha mafundisho ya kutokufa kwa roho, wakiwafundisha watu kwamba watu wakifa wanakuwa hai mahali fulani, kinyume na mafundisho ya Biblia. Hivyo kwa jina walikuwa wakiitwa Wakristo, walikuwa na jina la kuwa hai, tutaangalia baadaye mbele kidogo, lakini walikuwa ni waliokufa. Sasa maandiko yanasema kwamba matendo yao ya watakatifu walioishi katika kipindi hiki wachache yalizidi yale ya kwanza, ya kwamba baada ya kifo hiki waliinuka watu wengine katika kanisa wakianza kukufua ukweli mmoja baada ya mwingine. Waliinuka wakina John Wycliffe, kisha wakainuka wakina Martin Luther. Martin Luther alikuwa ni mmoja wa watawa, mtu aliyeheshimiwa sana, askofu padri katika kanisa la Kikatoliki, lakini alipogundua kwamba biashara ya kuuza msamaha, biashara ya kuwadai watu pesa kwa ajili ya tiketi ya kulipia msamaha wa dhambi ni kinyume na mapenzi ya Mungu, akatangaza tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani, si kwa matendo, na wokovu ni bure. Alipingwa na kanisa, alipata mateso, alipingwa sana. Walitokea watu kama kina John Hussey waliotangaza habari za ukweli wa neno la Mungu na kuinua kweli, walichoma moto. Walitokea watu kama kina Jerome, walitokea watu wengi sana walitokea katika kipindi hicho, ambao Biblia sasa kupitia hao inasema matendo ya mwisho ya kipindi cha Thiatira yalionekana kuwa yameazidi ya kwanza. Maana wa kwanza ndio walishikilia imani, lakini hatimaye walitoweshwa katika uso wa dunia. Wengi waliuawa na wale waliobaki walisalia huko mlimani. Lakini na neno, Biblia inasema neno juu yako ya kwamba wamezia yule mwanamke Jezebeli, yeye ajiitaye nabii, na kuwafundisha watumishi wangu kuwapoteza
ili wazidi na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Wakati uliopita wa mwaka 323 mpaka 538, Mungu anasema walikuwepo watu waliotia mafundisho ya Balaam katika kanisa. Yeye aliyetia ukwato. Tuliona ukwato jinsi ulivyotiwa. Lakini hapa anatajwa mwanamke Yezebel. Hii hakuwepo Yezebel katika kipindi hiki. Maana Yezebel tunaweza tukampata katika kitabu cha Wafalme wa Pili 18 huko kipindi cha Elia Mtishbi, wakati ambapo Yezebel alikuwa ni mwanamke ambaye sio wa kabila la Israeli, alikuwa ni mwanamke wa makabila ya Sidoni. Mwanamke ambaye Ahabu alimuoa, mfalme Ahabu alimuoa. Na huyu mwanamke sifa zake tunasoma kwamba aliwaua manabii wote wa Bwana na kuwafeva na kuwapa upendeleo manabii wa bahari. Manabii wa bahari walikula katika meza ya mfalme ambaye ufalme ulikuwa ni ufalme wa Israeli, ufalme wa Mungu wa mbinguni. Huyu waliwaleta manabii wa Mungu waweze kula pale. Aliweza kulipotosha taifa mpaka ikafikia hatua Elia anapotokea nabii wa Mungu anawaambia wana wa Israeli, mtasita katika mawazo mawili hata lini? Ikiwa Bwana ndiye Mungu mfuateni, au ikiwa bahari ndiye Mungu mfuateni. Israeli wote, maandiko yanasema walikaa kimya juu ya mlima wa Karmeli, wasijue kuwa Bwana ndiye Mungu au bahari ndiye Mungu. Mpaka Elia akalazimika kusema ya kuwa basi na Bwana yule Mungu atakayejibu kwa moto ndiye atakayekuwa ni Mungu. Watu wakaisubiri ishara. Jezebeli alipotosha kupitia manabii wa bahari, alipotosha akili za kiroho za wana wa Israeli kiasi kwamba wakashindwa kutambua ipi ni ya kweli na ipi si ya kweli. Sasa katika kipindi hiki cha kanisa kuanzia mwaka 538, kuna watu wanawakilishwa na Jezebeli waliopotosha mafundisho ya kiroho. Walifanyaje? Kwanza wakatangaza fumbo la imani. Hawa makardinali, hawa maaskofu, hawa mapadri na walimu wa dini waliokuwepo katika kipindi hicho cha kanisa la Roman Catholic waliamua kusema ya kuwa Biblia haiwezi kueleweka kwa watumishi wa kawaida, kwa waumini wa kawaida wa kanisa. Na hivyo ni watu pekee waliofunzwa chini ya maadili ya kanisa kama watawa, walimu, mapadri na maaskofu ndio wana mamlaka ya kufanusha maandiko matakatifu, yani Biblia. Na hivyo vikatengenezwa vitabu mbalimbali kama katekisimu, misali na vitabu mbalimbali ambavyo kupitia hivyo kilichofundishwa huko ndicho ambacho kilisemwa kuwa ni mafundisho ya Biblia. Ingawa kilichofundishwa huko kilitofautiana na Biblia. Na ndio maana hata leo ukienda kusoma kwenye katekisimu mbalimbali utasikia watu wakisema katika dunia hii usizini ni amri ya 6. Lakini ukisoma katika kitabu cha Kutoka 20 fungu la 1 hadi 17 usizini ni amri ya 7. Maana amri ya kwanza katika Kutoka inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili usifanyie sanamu ya kuchonga. Amri ya tatu usitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Amri ya 4 ikumbuke siku ya Sabato itakase. Ya 5 waheshimu baba yako na mama yako. Ya 6 usiue. Ya 7 usizini. Lakini kwa nini watu ulimwengu mzima unaamini leo kwamba usizini ni amri ya 6? Kwa sababu amri ya pili ya usifanyie sanamu ya kuchonga ilitolewa wakati wanazinukwizi amri kuzipeleka kwenye vitabu hivi vya mafundisho kama katekisimu za Stephen Kennan na wengine, waliondoa hii amri ya pili wakaenda kuigawanya amri ya 10. Na hivyo wakausababisha ulimwengu kupotoka kutokujua iliyo kweli na iliyo uongo. Kwa muda wa miaka 1200 Sabato ikiwa kikanyagwa, watu walikuwa wakiabudu katika siku ya kwanza ya juma, wakikanyaga amri takatifu ile wazi nasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Kama ambavyo Yezebeli alifanya masikio ya watu na macho ya watu yawe vipofu wasiweze kujua ukweli, ndivyo ambavyo viongozi hawa wa kanisa walivyofanya kwa kanisa la awali. Walifanya watu wa Mungu waaminifu washindwe kujua kati ya ile kweli na ile uongo. Sasa Biblia inasema wamezia yule mwanamke Yezebeli. Ingawa watu hawa wana matengenezo, watu waaminifu walio katika kanisa hili walikuwa wakiendelea kupambana na kile walichokijua, lakini kwa sababu ya upofu wa muda mrefu, hebu jaribu kuangalia. Mafundisho yameharibiwa tangu mwaka wa 531 baada ya Kristo. Leo hii hawa watu wanakuja kusimama mwaka kama Martin Luther anakuja kusimama mwaka 1517 hapa. Sasa kama Martin Luther anasimama mwaka 1500, amezaliwa akilikuta kanisa katika upofu wa kiroho. Amezaliwa akikuta mafungo mbalimbali katika kanisa. Anajaribu kusimama na kile kinachoitwa haki kwa imani, lakini bado akiwa anatunza siku ya Jumapili. Na ndio maana utanishangaa leo ninapokuambia kwamba wapo wengi hata wa madhehebu mengine yasiyo ya Kikatoliki ambao wanaendelea kuishikia Jumapili kwa kuwa waasisi wao walishika Jumapili. Si kwamba walitangaza kwamba Jumapili ni siku ya ibada. Hapana. Walishika kwa kuwa hawakufunuliwa nuru katika maandiko. Walikuwa katika giza. Ndio, waliinuka tu na nuru ndogo ambayo iliwaongoza kufanya matengenezo kile ambacho walikiona kimekosewa, lakini makosa mengine hawakuyaona ambayo pia yalikuwa wanayatenda kama kuvunja Sabato takatifu ya siku ya Bwana. Kwa hiyo hawa wanamlizia Yezebeli. Mungu anakataa maliziano na uovu. Mungu wetu wa mbinguni anasema katika kitabu tutasoma huko mbele, anasema ni bora mtu wa Mungu asimame katika njia moja. Kama anaamua kwa moto awe moto, kama anaamua kwa baridi awe baridi. Asiwe hapa katikati. Yaani aliziana na watu waovu lakini pia aliziana na watu wa Mungu. Unajua wakati vita ilipotokea mbinguni kulikuwa na makundi matatu. Kuna kundi moja lilikuwa chini ya Mikaeli, kundi jingine lilikuwa chini ya Lucifer, na kundi jingine lilisema kwamba sisi atakayeshinda tutabaki naye. Lakini vita ilipoisha, maandiko mbalimbali yanatuambia Mungu alitimua na hawa. Mungu hataki watu ambao hawana upande maalum. Watu ambao wamesimama hawana msimamo. Kwa hiyo Biblia inasema Yezebeli, watu hawa viongozi wahuni, viongozi bila waita wahuni ambao kwa namna moja au nyingine waliliuza kanisa, kama ambavyo Yuda anasema waliingiza ili wageuze neema ya Mungu wetu kwa ufisadi na kumkana Bwana huku akijiweka katika nafasi ya Bwana. Mungu anasema analo neno juu ya kanisa hili kwamba anamlizia Yezebeli. Anasema Mungu aliwapa muda, nami nimempa muda ili atubu, wala hataki kutubia uzinzi wake. Aliwapa muda hawa viongozi, hawa mapapa, hawa mapadri ili watubu. Wakitesa watu waliwapa muda wa kutubu lakini hawakutubia uovu wao. Anasema tazama nitamtupa juu ya kitanda na hao wazio pamoja naye watapata ziki kubwa wasipotubia matendo yake.
Ndio haya yalitokea mwaka 1798 wakati yule mfalme wa Ufaransa Napoleon Bonaparte alipomtuma jemadari wake Bethaya na kwenda kumkamata papa na kwenda kumfunga huko uhamishoni. Ndio ulikuwa mwisho wa utawala huu dhalimu wa kipapa, kwa maana Mungu aliwapa nafasi ya kutubu lakini hawakutubu. Ingawa mpaka sasa upo, lakini hautawali kwa nguvu kama ulivyokuwa ukitawala awali. Ingawa huko mbele katika kitabu cha Ufunuo tutajifunza neno fulani, lakini sio sehemu ya somo la siku ya leo. Anasema, nami nitawaua watoto wake, ndio kwa mauti, nami ndiye niachunguzaye viuno na mioyo, nami nitampa kila mmoja wenu kwa kadri ya matendo yake. Lakini nawaambia ninyi wengine mlioko Thiatira, wowote wasio na mafundisho hayo, wasiozijua fumbo la shetani kama vile wasemavyo, sitaweka juu yenu mzigo mwingine, ila mlicho nacho kishikeni sana hata nitakapokuja. Yesu anawaambia watu wa Thiatira, watu walioishi katika kipindi hiki cha giza, kwamba walicho nacho wakishike sana. Labda ndugu mpendwa, nikwambie neno moja, kwamba katika mfumo wa hukumu ya Mungu kila mmoja atahukumiwa kulingana na nuru aliyopokea. Kuna dhambi kuu za aina mbili. Kuna dhambi ya kutenda kwa Kiingereza sin of commission, na dhambi ya kuacha kutenda kile ambacho walipaswa kutenda, sin of omission. Ingawa watu watahukumiwa kutokana na neno au nuru ambao Mungu aliwajalia kuipokea, lakini kama waliepuka kuipokea nuru kwa sababu fulani, waliepuka kusikia ndio ya kweli, ila waligeukia katika udanganyifu, watahesabiwa kana kwamba waliyasikia maneno hayo. Hii inaandikwa katika kitabu cha Wathesalonike wa pili, anapozungumzia Wathesalonike wa pili 2 fungu la kwanza na 12, anasema, basi ndugu, twakusihi kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu, wala msisitushwe kwa roho wala kwa neno na kwa waraka unaozaliwa kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwako. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji isipokuja kwanza ule ukengeufu, atafunuliwa yule mtu wa kwasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi ajinuaye nafsi yake juu ya kile kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe uketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake ya kwamba yeye ndiye Mungu. Je, hamkumbuki ya kuwa wakati nilipokuwa pamoja nanyi niliwaambia habari hayo? Na sasa lizuialo mwalijua, ili apate kufunuliwa wakati wake. Maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yupo azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wake kwake. Yule ambaye kuja kwake ni mfano wa kutenda kwake Shetani kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo, na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa kuwa kubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya kutoka uamini uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuamini kweli, bali walikuwa wakifundisha katika usani. Akizungumzia habari ya siri ya kuasi, habari ya kuinuka kwa mamlaka ya upapa na mafundisho potofu ambayo uliyaleta, Biblia inasema, anapofika mwishoni anasema, katika madanganyo yote, fungu la 10, ya udhalimu, ya uvunjaji wa sheria ya Mungu kwa hao wanaopotea. Wako watu ambao siku zote wamedumu kuhubiriwa kwamba, jamani, siku ya Jumapili sio sabato ya Bwana. Sabato ya Bwana ni siku ya 7 ya juma, Jumamosi. Mungu aliibariki na kuitakasa. Rudini kwa Mungu wenu, muitunze sabato pamoja na amri nyingine. Lakini wameendelea kukazana kusema sabato iliyohubiriwa msalabani, sabato ni ya Wayahudi, wakisahau kuwa wokovu unatoka kwa Wayahudi. Biblia, Yesu anaambia yule mwanamke Msamaria, wokovu unatoka kwa Wayahudi. Na hivyo tamaduni za Kiyahudi wakisahau ya kuwa amri 10 kwanza zilitolewa kwa Wayahudi na kisha kwa ajili ya mataifa yote. Na kwa sababu hiyo sasa hawakubali. Biblia inasema kwa kuwa hawakukubali kuipenda ile kweli. Unapokataa kupenda ukweli, kwa sababu unatofautiana na mfumo wako wa kimaadili uliozoeshwa katika kanisa lako, kwa sababu ukweli unatofautiana na kile ulichofundishwa. Unapoambiwa kwamba mfu hajui neno lolote, unapoambiwa kwamba wafu wako makaburini, siku moja wataisikia sauti ya Bwana, kwa sababu wewe umefundishwa kwamba wafu wako mbinguni, kwa sababu wewe umefundishwa kwamba wafu wengine wa dhambi wako jehanamu, unakataa kuipenda ile kweli. Unapoambiwa kwamba ikumbuke siku ya Sabato, umrudie Mungu na Sabato ndio muhuri wa Mungu, unakataa kuipenda ile kweli. Unapoambiwa kwamba ubatizo wa kunyunyiza ulianzishwa tu kwa maslahi za kibinadamu, ubatizo wa kweli ni ubatizo wa kuzamishwa ndani ya maji, maana Yesu alibatizwa ubatizo huo na mitume walibatizwa kwa ubatizo huo, unakataa kuipenda ile kweli ukishikilia tamaduni za kidini ulizozizoea. Unapoambiwa habari ya mambo mengi ndio yanayoendelea katika imani na ukiendeleshwa katika maandiko kwamba ukweli ni huu, imeandikwa hivi, unapokataa anasema katika madanganyo yote ya udhalimu hao wanaopotea, kwa kuwa hawakubali kuipenda ile kweli ili wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotovu ili waamini uongo. Mungu anakuacha katika upotovu ili uendelee kuamini uongo. Kwa hiyo wewe, ingawa tumesema ya kwamba utahukumiwa kutokana na nuru uliyoipokea, wewe utahukumiwa kwa dhambi ya kukataa, kwa dhambi ya kukataa wajibu ambao Mungu alikuwa anataka kuufunua kwako. Leo hii tunamshukuru Mungu muumba wa mbingu na nchi kwa kuifanya Biblia iweze kushirika na mtu yeyote katika ulimwengu. Katika zama hizo za giza miaka 1260, Biblia ilikatazwa kusoma katikati ya waumini. Na ndio maana utakuta baadhi ya makanisa haya makubwa ya Kikristo, sio tamaduni ya waumini kwenda na Biblia kanisani au kusoma Biblia, bali ni kukariri katika vitabu vidogo vidogo maneno ambayo wameongozwa katika ibada. Hii ni kwa sababu imekuwa ni tamaduni ya makanisa hayo kwa muda mrefu. Lakini leo Mungu kalifanya neno lake kuwa wazi kwa sisi sote, ili kila mmoja apate kulisoma. Biblia inasema kwamba iandike njozi na uifanye kuwa wazi kwa watu wote, anamwambia nabii Habakuki, ili kila mmoja apate kuona maneno yaliyo katika njozi hiyo. Ameifanya kuwa wazi ili mtu asiweze kujitetea kwa namna yote. Kwa hiyo katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2, Mungu wetu anasema alimpa nyakati za kutubu. Anasema lakini hakuhutubia uovu wake. Lakini Bwana anachunguza mioyo na viuno. Anachunguza kusudi la kila mmoja.
Hautapata hasara ukiamua kutii neno la Mungu. Hautapata hasara ukiamua kuzishika amri zake na kumwamini Yesu. Maana Biblia inasema kusanyiko la watakatifu katika kitabu cha Ufunuo 14 tutakapoonaga baadaye huko 14 fungu la 12 anasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu wana sifa mbili. Hao wasishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Na Biblia inasema vivyo hivyo kwamba katika kitabu cha Yakobo sura ya 2 fungu la 9. Maandiko matakatifu katika Yakobo sura ya 2 fungu la 9 yanasema fungu la 10, maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote. Yakobo sura ya 2 fungu la 10 anasema maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja amekosa juu ya yote. Kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi ijapokuwa hukuzini lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Wengine wanajitetea, wanajaribu kusema kwamba imeandikwa hizi sheria, bado Biblia inasema kwamba hapa ndipo kwenye subira watakatifu watashikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Hizo amri za Mungu ni mbili: mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na mpende jirani yako kama nafsi yako. Lakini wanasahau kwamba hayo maneno mawili, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, inajumuisha amri ya kwanza mpaka ya 4 na mpende jirani yako kama nafsi yako, amri ya 5 mpaka ya 6. Na haya ni kwa mujibu wa maandiko yenyewe. Kwa mfano kusoma katika kitabu cha Warumi, Mtume Paulo anasema katika kitabu cha Warumi 13 fungu la 8 hadi la 10 anasema msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana mpendaye mwenzake ametimiza sheria. Maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani na ikiwa amri nyingine yoyote imejumuisha katika neno moja, mpende jirani yako kama nafsi yako. Na zile nyingine, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Kwa hiyo Biblia inasema hapa ndipo kwenye subira ya watakatifu. Hao watakatifu wa Mungu anaowatambua katika ufunuoni, hao wanashika amri za Mungu na imani ya Yesu. Na amerudia katika Ufunuo 12 fungu la 17 anasema joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Kumwamini Yesu tu haitoshi. Tutaithibitisha imani yetu kwa njia ya kushika amri zake. Maana imani bila matendo, maandiko yamesema, imekufa. Na yeye ambaye anasema anamwamini Yesu lakini anaivunja sheria ya Mungu, anamvunjia Yesu heshima. Maana Yesu anasema mimi nilishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake, na hivyo ninyi mkishika amri zangu mtakaa katika pendo langu. Anaendelea akizungumza kwa habari ya kanisa la Thiatira katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2. Fungu la 20 anasema lakini nawaambia ninyi wengine walioko Thiatira, wowote wasio na mafundisho hayo wazidiwao fumbo la shetani, kama vile wasemavyo sitaweka mzigo juu yenu. Ila nilicho nacho shikeni hata nitakapokuja. Kila ulicho nacho ukishike. Na yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho nitampa mamlaka juu ya mataifa. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma kama vyombo vya mfinyanzi vipondavyo. Kama mimi nami nilivyopokea kwa Baba yangu, nami nitampa ile nyota ya asubuhi. Yeye anayesikia na asikie neno ambalo Roho ayaambia makanisa. Lakini kipindi cha giza kinaendelea pia hata kutoka mwaka 1798 mpaka miaka 1800 hapa. Anasema na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika. Haya ndio alinao yeye aliye na hizo ndoo 7 za Mungu na zile nyota 7, na yajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai lakini umekufa. Baada ya kuwa watu hawa wamepitia katika kipindi cha giza, walibaki tu kuwa na jina kuwa ni kanisa la Kikristo, lakini hawana Ukristo wowote ndani yao. Na hii ni hatari sana kwa sisi leo tunaishi katika zamani hili. Yawezekana wewe unaitwa ni mtu wa Mungu, watu wanakutambua hivyo, lakini ni mtu mwongo kupitiliza. Hauna Ukristo wowote ndani yako, hauna dini yoyote ndani yako, hata Mungu hakutambui mbinguni. Uwe mwenye kukesha ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, maana sikuona matendo yako yakuwa yametimilika mbele za Mungu wako. Anasema una jina la kuwa Mkristo kwa sababu una mambo fulani mema ambayo unayatenda, ingawa mambo ya msingi ya Ukristo yameachana na wewe. Biblia inasema ukeshe, uyaimarishe hayo. Maana Mungu anasema hakushuhudia kwa matendo yako yametimilika mbele zake. Lakini una majina machache, ndio. Basi kumbuka jinsi ulipopokea na jinsi uliposikia, na shika hayo na kutubu, lakini usipokesha nitakuja kama mwizi, wala utaijua saa nitakayokuja kwako. Mungu anakukumbusha kuwa kumbuka jinsi ulipopokea imani. Kumbuka jinsi unavyosoma katika maandiko, ukatubu, ukayarudia mafundisho. Lakini unayo majina machache katika Sardi, watu wasiwatia mavazi yao uchafu, nao watakwenda pamoja nami hayo wamevaa mavazi meupe, kwa kuwa wamestahili. Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala atalifuta kama jina lake katika kitabu cha uzima. Nami nitakiri jina lake mbele ya Baba yangu na mbele ya malaika zake. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho anaambia makanisa. Ndugu yangu mpendwa, Nabii Suleiman alisema katika kitabu cha Mhubiri sura ya 12, Nabii Suleiman alisema, na Mhubiri sura ya 12 kuanzia fungu la 11. Mfalme Suleiman mwenye hekima aliwahi andika akasema, maneno yao wenye hekima huwa kama mfano wa mchokoo na kama msumari uliogombwa sana, ndivyo alivyo maneno yao walio wakuu wa makusanyiko, ambao yatoka kwa mchungaji mmoja. Tena zaidi ya hayo, mwanangu, kubali maonyo. Hakuna mwisho wote wa kutunga vitabu vingi, na kusoma sana huuchosha mwili. Hii ndio jumla maneno yote yamekwisha sikiwa, mche Mungu nawe uzishike amri zake, kwa maana kwa jumla ndio impasayo mtu. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa ovu. Mungu anakuita leo umche yeye na kuzishika amri zake. Mungu anakuita leo. Hauna haja ya kulizia na watu wapotofu,
watu ambao wametengeneza katika Ukristo kwa njia ya kujinufaisha matumbo yao, huku akiwaongoza watu kuikanyaga neno la Mungu. Zamani hizo walikuwa ni watu tu viongozi wa kanisa moja, lakini leo tuna manabii wengi wa uongo. Wanatumia ushirikina ili kuwaponya watu, wanatumia ushirikina wakiwatupia watu mapepo na kisha wakiyaondoa na kudai wamewaponya. Tuna manabii wengi wa uongo wakifanya miujiza ya uongo na vitu vya uongo. Biblia inasema tutawatambua kwa matunda yao, maana haiwezekani kutoka kwa mtini ukachuma zabibu. Yaani haiwezekani kwa mtu ambaye haenendi kwa kufuata sheria na neno la Mungu akatenena maneno yaliyo ya Mungu. Ingawa atanena yaliyo ya Mungu, lakini atachanganya na upotofu ndani yake. Biblia inakuita wewe leo unayemwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako kuzitii amri zake. Waweza kujiuliza katika akili yako, je, unaposema mfano Biblia amri ya Mungu inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Unaposema amri hii imeishia msalabani, unataka kuwa na miungu mingine alafu bado ukubaliwe mbele za Mungu wa mbinguni? Amri ya Mungu inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga, usishuhudia kuitumikia. Tena amri ya Mungu katika kitabu hicho inasema kwamba Mungu yuko karibu nasi. Alafu pia Mungu anazungumzia pia katika kitabu cha Zaburi 115 kwamba sanamu hizo hazineni, zinapigwa lakini hazineni, lakini Mungu wetu yuko mbinguni na tunatakayo anayasikia, lakini wao wanataka kufanya sanamu ya kuchonga. Je, kuridhiki na maneno ambayo Mungu anasema yeye mwenyewe ni yake, sio yangu? Amri ya Mungu inasema usitaje vile jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata amehesabia kuwa hatia mtu ataje jina lake. Una shida gani na amri hiyo kama wewe ni kiumbe wa Mungu? Amri ya Mungu inasema ikumbuke siku ya Sabato itakase, maana siku ya Sabato ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Sasa wewe unapokataa kuitunza siku ya Sabato, siku ambayo ni kumbukumbu ya uumbaji wa ulimwengu, ambayo Bwana alitakasa kwa ajili ya kukutana na watu wake, unapokataa kuitunza kwa kusikiliza tu watu wanaosema labda mtakatifu uliama kutoka siku ya Sabato kwenda siku ya Jumapili kwa mapenzi yake Mungu, huoni kwamba unakataa kutii amri takatifu ya Mungu? Unapata faida gani kukataa kumtii Mungu wa mbinguni ambaye yeye anaheshimika pale ambapo watoto wake wanatii neno lake? Hebu tafakari, uchukue hatua leo. Suleiman anasema hakuna mwisho wa kutunga vitabu na kusoma sana uchosha ubongo. Na katika Ufunuo kama anasema joka likasikia mwanamke akaenda zake afanye vita na wazao wake waliosalia wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Kama ushiki amri za Mungu, wewe sio mzao wa Kristo uliyesalia. Maana yake umechagua kuwa mzao wa joka. Maana Biblia inasema joka ndio walikuwa mwasi. Yesu aliwaambia wale Wayahudi kwa pekee baba yenu Ibilisi, maana Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Na dhambi kwa mujibu wa kitabu cha Yohana, dhambi ni uasi dhidi ya sheria ya Mungu. Na kama unaikanyaga Sabato takatifu ya Mungu, unamwasi Mungu. Na kama unamwasi Mungu, wewe ni rafiki wa adui ya Mungu. Na ndicho kitatokea baadaye wakati atasema Yesu, wengi siku hiyo si kila aliye Bwana Bwana atakayerithi ufalme wa mbinguni, bali ni wale watendao mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Maana wengi siku hiyo watakuja wakisema, Bwana, hatukutoa unabii kwa jina lako, hatukutoa pepo kwa jina lako, hatukuhubiri kwa jina lako. Akasema, siwajui ninyi, tokeni mliyafanya hayo kwa manufaa yenu wenyewe. Mpango mzima wa kukomboa mwanadamu kilichomfanya Yesu aende msalabani. Yesu anasema katika kitabu cha Mathayo 5, anazungumza Bwana wetu Yesu Kristo fungu la 17, msidhani ya kuwa alikuja kuitangua Torati au manabii, la sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yoni moja wala nukta moja ya Torati itaondoka hata yote yatimie. Basi mtu yoyote atakayevunja amri moja katika hizi hizo ndogo na kuwafundisha hivyo, ataitwa mdogo katika ufalme wa mbinguni, bali mtu yoyote atakayezifundisha, atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Maana nawaambia, haki yenu isipozidi haki ya waandishi na Mafarisayo, mtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Wengine wamesema hiyo dini, ukimwambia mtu kwamba unatakiwa kurudi, wewe Mkristo unayemwamini Yesu, urudi ushike sheria ya Mungu, asema hiyo dini ni ya Mafarisayo, hiyo dini ni ya Wayahudi. Yesu mwenyewe aliwakataa Mafarisayo. Hujasoma maandiko. Katika kitabu cha Mathayo 23, Yesu anasema kuhusu hao Mafarisayo. Kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake akisema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Basi yoyote atakayowaambia myashike na kuyatenda, lakini kwa mfano matendo yao msitende, maana wao kunena lakini hawatendi. Na ndio maana huko asema haki yenu isipozidi haki ya waandishi na Mafarisayo wameingia katika ufalme wa mbinguni, kwa sababu Mafarisayo walikuwa ni walimu wazuri wa sheria. Mungu alipendezwa na vile wanavyofundisha, lakini alichukizwa kwa kuwa hawakuyatenda yale waliyofundisha. Mpenzi msikilizaji, Mungu anakutaka kuirudia sheria yake. Mungu anakutaka kuipiga vita hiyo nzuri ya imani. Mungu anakutaka kuacha kuikanyaga Sabato yake takatifu. Mungu anakutaka kuacha kuabudu miungu kupitia sanamu. Mungu anakutaka kumtambua yeye, kumwabudu yeye Mungu wa mbinguni, Mungu ambaye yuko karibu nasi siku zote tumwitapo. Ukifanya hivyo, unakuwa umeacha kufuata mafundisho ya Jezebel. Ukifanya hivyo, unakuwa umeacha kumfuata bahari, umeamua kumfuata Mungu wa kweli. Maana kumbuka, narudia tena, katika somo lililopita niliuliza, wengi wanasema kwamba je, watu wengi wanaweza kukosea? Kumbuka zamani za Nuhu walikuwa mabilioni ya watu, lakini familia ya Nuhu pekee ilipata kuokolewa. Siku za Lutu walikuwa watu wengi katika miji ya Sodoma na Gomora, lakini ni Lutu pekee na binti zake wawili walipata kuokolewa, walipata neema machoni pa Mungu. Neema ilikuwepo tangu zamani, lakini wale tu waliotembea pamoja na Bwana Yesu Kristo ndio waliofanikiwa kurithi hiyo neema na kupata kuokolewa. Siku za Yesu walikuwapo wengi
No, siku za Elisha walikuwa wakoma wengi, lakini Naamani mtu wa Shamu ndio pekee aliponywa. Lakini siku za Yesu pia walikuwa wengi waliofiwa na watu wao, lakini Lazaro na yule mjane wa kwenye lango la Naini ndio maiti zao walifufuliwa. Siku za mitume walikuwa watu wengi watakatifu waliokufa, lakini Dorcas ndiye aliyefanikiwa kufufuliwa na mtume Petro katika watakatifu waliokufa. Haya yanatufundisha nini? Ni kwamba neema ya Mungu ipo kwa ajili ya wote, lakini neema hiyo Tito anatuambia Paulo kwa mtume Tito anasema inatufundisha kukataa ubaya na kila anasa za dunia hii. Mungu anatutaka turudi tulishike neno lake. Mungu anatutaka turudi tutubu, tuyasahihishe matendo yetu, tupate kuzitii amri za Mungu. Tuache kukanyaga sabato takatifu, tuache kukanyaga amri zake. Maana Biblia inasema mtu yeyote atakayeshika amri zote atakosa juu ya moja, amekosa juu ya yote. Tumheshimu Mungu kwa kuzishika amri zake. Mungu alibariki neno lake, akubariki wewe msikilizaji unapoendelea kukaa nami, tutakapoendelea kujifunza kwa habari ya kanisa la Philadelphia na Laodikia katika somo linalofuata na katika masomo yanayofuata katika Kifunua, kitabu cha Ufunuo. Mungu akubariki wewe pamoja nami. Kama hukuweza kujifunza masomo yaliyopita, tafadhali waweza kufuatilia kupitia chaneli hii ya The Watchman Voice au Sauti ya Ufunuo. Yapo yamepostiwa katika mfumo, waweza kufuatilia mpaka hapa tulipo ili tuweze kusonga pamoja katika masomo yanayofuata. Usisahau kulike, kutoa comment yako katika sehemu ya comment. Wakati huo ukitoa na maoni yako, comment au maoni yako katika sehemu ya comment. Kama una swali weka hapo, na kama unataka kuwasiliana nami unaweza kunitext kwa njia ya WhatsApp kwa namba 0625735550. Lakini kama uko nje ya Tanzania unaweza ukaanza alama ya kujumlisha 255-623-735550 kupitia WhatsApp. Unaweza kunipata Eliud Emilio Payovela mwinjilisti, tukahojiana mambo mbalimbali na kukuelekeza nini cha kufanya. Mungu akubariki sana. Karibu kwa somo linalofuata, tupate kuomba. Mtakatifu Mungu wa mbinguni, ninakushukuru kwa ukarimu wako. Endelea kuwa nasi ukituvuvia Roho wako kuelewa neno hili takatifu, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.